mpaka dawa Israeli. Hapana, tuanze hapo 10. 50:10. Wakaja mpaka sakafu ya Atadi iliyo ng'ambo ya Yordani, wakaomboleza huko maombolezo makuu mazito sana. Maombolezo makuu mazito sana. Akafanya matanga ya babaye siku 7. Tusike hiyo, siku 7. Nao waliokaa katika nchi wale Wakanani walipoyaona matanga katika sakafu ya Atadi, wakasema, matanga haya ya Wamisri ni makuu. Kwa hiyo mahali pale paliitwa Abel Misri, iliyo ng'ambo ya Yordani. Tunaona ya kwamba wakati ambapo baba ya Yusuf alipoaga, na Yusuf bado hajapatana vizuri na ndugu zake, maana tunaelewa kile kiwango Yusuf aliingia, na tunaelewa kiwango ya Yusuf ilitoka wapi. Tunaelewa vizuri kiwango ya Yusuf kuwa mtu mkubwa. Kiwango hicho kilitoka wapi? Kilitoka ndani ya uchungu, kilitoka ndani ya mateso, kilitoka mpaka kudharauliwa na ndugu zake. Na pia tunaona kwamba sasa tunaona kwamba ikafika wakati baba yake akaaga. Tuko ndani ya kumsherekea Kristo na kumshukuru Kristo na kukumbuka kazi zote za Kristo. Nilikuwa nasikia ndani ya moyo wangu nikisoma hii ujumbe ya kwamba inafaa hata kuwa na wakati wa kutafakari kazi za Kristo. Yaani tuko kanisani tunazitafakari tu hizi kazi. Yaani tuko kanisani, tuko pale nyumbani, ukiondoka tunachukua siku kama siku 7. Siku kama 7. Na wakati nilipotangaza kuanzia Monday, sikujua nitakutana na hii ujumbe, haikuwa imetagulia. Lakini nirudi nikaona niko laini. Ni Roho Mtakatifu. Ya kwamba siku 7 Yusufu akaomboleza baba yake, kwa maana baba yake alikuwa amekufa. Na Yusufu akaona ni vizuri hata akiwa kiongozi akaomboleze baba yake, ya kwamba akajipatia hizo siku 7 ya kuonyeshana heshima ya baba yake na kukumbuka vile baba yake alivyowalea. Tuko ndani ya Kristo. Nataka usike habari ya Kristo sasa, usisike habari ya Yusufu na baba yake. Sasa tuko wakati wa kumkumbuka Kristo, na tuko kwa maombi ya kumkumbuka Kristo. Na sasa Yusufu akawa anatenga siku zake na amesimamisha kila kitu. Amesimamisha mambo mengi sana, amesimamisha shughuli nyingi sana zake binafsi, na akajipangia siku 7 akamuombolezee baba yake. Mimi niko na baba na wewe uko na baba. Ujumbe uko hapa, na ujumbe tayari umetufikia. Sababu ya hizi siku zikatengwe, ya kwamba tukumbuke kazi. Unaona, Yusufu alikumbuka kazi ya baba yake. Ana siku ya kukumbuka kuzaliwa, ana siku ya kukumbuka baba yake vile amemulea, vile mama yake amemulea, vile wamekuwa wakikula mashida, vile amekuwa msaada, vile amekuwa wakiwa baraka kwao, vile nini na nini. Sasa ana masiku za kukumbuka. Sio ati ya kwamba naomboleza kifo tu. Hapana. Ni kukumbuka mambo mema, ni kukumbuka haya, ni kukumbuka yale, ni kukumbuka mazuri, ni kukumbuka mtelemuko, ni kukumbuka mlima, ni kukumbuka utelezi. Haleluya. Na kukumbuka mazuri. Sasa ako na nafasi, si ati naomboleza tu kifo.
itamfanyia nini? Anakumbuka mazuri ambayo mazuri ya wazazi wake, na hizi siku 7 ni kuomboleza sasa, kwa sababu wameondoka, ya kwamba kuna kufikiria, kuna kukumbuka, kuna kukumbuka kazi nzuri, na amesimamisha kila kitu. Wapendwa, tuone hii, hizo siku 7 ameheshimu baba yake, amepatiana siku 7 kuheshimu baba yake, na ameita watu wamsaidie kuheshimu baba yake. Akatoa heshima zote za baba yake, za mzazi wake. Na tunaona kwamba kazi nzuri ya kulewa na mzazi wake, Yusufu ana nafasi ya kutoa ile heshima. Ameheshimu hizo siku 7, akiheshimu baba yake, akiheshimu baba yake. Zile kazi zote amekuwa akimfanyia, ndiye anaheshimu. Si kuheshimu kifo, si kuheshimu maiti, anaheshimu zile kazi ambazo ziko uhai. Haleluya! Zile kazi ambazo ziko uhai ndio Yusufu anaziheshimu. Ametoa nafasi ya kuheshimu kazi ya baba yake, malezi ya baba yake. Ametoa siku za kuheshimu. Biblia inasema ya kwamba wakawa wana wengine waliposikia hivyo, wakasema ya kwamba Wamisri hawa, maana waliomboleza kwa sauti ya kilio, waliomboleza kwa sauti ya kilio, ya kwamba hii ikaguze mioyo yetu wapendwa. Hii iguze mioyo yetu ya kwamba, je, ni nani ambaye anakuaga na siku zake za kukumbuka kazi za Kristo mwana wa Mungu, na amezitenga kwa heshima na kuhoteke? Je, inawezekana kwako? Je, huwa inawezekana kwako ya kwamba kuna siku 3, kuna siku 7, kuna siku 4 nimekubali kumheshimu Kristo mwana wa Mungu kwa kazi njema ambayo amenifanyia? Nimekubali kunyenyekea, nimekubali kuomboleza, nimekubali kuikaa chini ya kukumbuka kazi zake na machozi, kushukuru na machozi, nikikumbuka kama sio mwana wa Mungu vile nilivyo singekuwa. Yale yamefanyika kwa maisha yangu hayangekuwa. Unakumbuka hiyo ni ndoa singekuwa nayo. Unakumbuka hatari ilikuja. Unakumbuka hii, unakumbuka ni Yesu. Unakumbuka hii, unaona Yesu. Unakumbuka hii, unaona Yesu. Unakumbuka hii, unaona Yesu. Haleluya! Unajipatia nafasi wapendwa. Tunasema tunamheshimu Kristo, tunampenda, na yeye anatafuta upendo wake uko wapi? Tunasema tunamheshimu Kristo, anatafuta heshima yake iko wapi? Ni heshima ya Jumapili ndio unasema namheshimu Kristo, lakini hakuna siku 2 za kumheshimu, hakuna siku 3 za kumkumbuka, hakuna siku 4 za kumuombolezea katika ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yusufu anaomboleza baba yake, na anaomboleza baba yake kwa siku 7, na kuna wale wameshikana na yeye na wakasimamisha mambo yote ili wakaweze kuchukua hizo siku 7. Hawakupingana na Yusufu, bali kuna wale walikubaliana na yeye wakaomboleza pamoja. Haleluya! Nao walikaa katika nchi. Wale wa Kanani walipoyaona matanga katika sakafu ya Atadi, wakasema, matanga haya ya Wamisri ni makuu. Kwa hiyo mahali pale paliitwa Abel Misri. Wanasema matanga haya ni makuu. Shika hii mpendwa. Wakanani wakasema matanga haya ni makuu, ya kwamba haikuwa matanga ya kawaida, haikuwa
haikufanyika kikawaida, walitoka ndani ya ukawaida na Yusufu akaifanya ambayo sio ya kawaida. Inamaanisha kwamba haijawahi onekana kitu kama kile tena. Kwa hivyo Yusufu alifanya tofauti, alinua heshima kiwango, alinua upendo wa baba yake kiwango. Haleluya! Mpaka Wakanani wakashangaa, mpaka Wakanani wakashuhudia hii, hadi Wakanani wakaongea na kusema hii ni kuu. Wakapatia mahali pale jina, wakapatia mahali pale jina, wakapaita Abel Misri. Nasema iliyo ng'ambo ya Yordani. Haleluya! Inafurahisha hii wapendwa, ya kwamba tukubali mpendwa, tukubali ya kwamba lazima tutakuwa na siku za kumheshimu Mungu wa mbinguni. Patiana hizo siku tu za kukumbuka kazi zake. Tupatiane hizo siku za kuomboleza mazuri, za kuomboleza kifo ya Kristo na kufufuka. Tunakumbuka ile machungu Kristo alipitia. Tunakumbuka zile viboko Kristo alipigwa. Tunakumbuka ni kwa ajili yetu. Tumepatiana nafasi ya kubodesha mioyo yetu. Tumepatiana nafasi ya kunyenyekesha mioyo yetu. Tumepatiana nafasi nzuri sana ya kuomboleza mapigo yake Kristo, na kuomboleza na kushukuru mbele zake Kristo. Unapotafakari viboko za Kristo, unauliza alifanya nini? Alikosea nani? Ukikumbuka ni kwa ajili yako na ni kwa ajili yangu. Tunakubali mioyo yetu ikanyenyekee mbele zake, na ikaweze kuleta heshima yake na kumpatia heshima yake. Bwana Yesu asifiwe. Tusikubali kukaa kanisa la kiroho ambalo halisongezi heshima ya Kristo. Tusikubali wapendwa. Tukubali kanisa la Roho Mtakatifu. Tukubali kanisa la ufalme, kanisa la Kristo ambaye ni baba yetu. Tuna wakati wa kumkumbuka. Na ndiposa unaona sasa ni masiku tulipewa za kumkumbuka Kristo, na wengine hawajari. Na ni vizuri ukaniulizie mtu, hii siku ambazo ni za Kristo, je, wewe umechukua hatua ya aina gani? Umechukua nafasi yako ya kukumbuka kaburi lile ambalo alikuwa amewekwa? Umechukua nafasi yako ya kukumbuka kuzaliwa kwake? Umekumbuka nafasi yako ya kumkumbuka msalabani? Umechukua nafasi yako ya kukumbuka vile ambavyo alivyosulubishwa, vile ambavyo anakuponya, vile ambavyo huwa anakubariki, vile ambavyo huwa anakusamehe? Haleluya! Je, umechukua nafasi yako ya kutafakari ya kwamba Kristo anarudi, atanikuta namna gani? Atanikuta namna gani? Nimejitayarisha kiwango gani? Ninaendelea kujitakasa kiwango gani? Naendelea kutubu na kumrudia kiwango gani? Je, kuna hiyo nafasi? Haleluya! Tuendelee, kwa sababu siku ya leo ni siku yetu ya kuanza, na tunaendelea tu kwa mapenzi yake Roho Mtakatifu, na tutaendelea kuomba, tutaendelea kukumbuka. Tutaendelea kukumbuka. Kama ni kusherehekea, tunasherehekea. Kama ni kumulilia Kristo, haulilii mashida, unapatiana nafasi ya kutolilia mashida. Unakumbuka machungu ya Kristo, unasikia tu machozi inatoka ndani yako. Kama ni mtu amekukosea, ni kama ni mtu amekuweka uchungu, sio ati mtu anakufanya kitu hiyo ndio itakupatia machozi. Atunaishi maisha hiyo peke yake.
Hapana. Hata uchungu wa Kristo utuweke machozi. Wanawe wakamfanyia kama alivyowaagiza, kwa kuwa wanawe wakamchukua mpaka nchi ya Kanani, nao wakamzika katika pango ya shamba la Makpela iliyo mbele ya Mamre, aliyoinunua Ibrahim pamoja na shamba kwa Efron Muhiti, pawe miliki yake pakuzikia. Yusufu akarudi Misri, yeye na ndugu zake na wote waliokwenda pamoja naye kumzika babaye. Baada ya kumzika babaye, ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia, naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa tunaona ya kwamba baada ya baba ya Yusuf kumaliza mambo ya kuomboleza na akazika babaye, tunaona ya kwamba sasa amechukua nafasi ya kurudi, na vile ndugu zake na wale ndugu zake Yusufu, tunaona sasa wamekuwa na shida ndani ya moyo, ya kwamba sasa hatuna mwingine tunaangalia. Ona, hakuna mwingine tunaangalia, hakuna mwingine sasa atakayebaki katika kile kiti katika ndani ya familia, ila tu tunastahili kushikana na Yusufu. Wakaogopa sana walipokumbuka kile walipomfanya Yusufu, wakaogopa sana. Ona, hawajawahi kuenda kutubu, lakini waliogopa sana. Wakaona baba amekufa, sasa ni wakati wa Yusufu atajilipishia kwao. Na wakaenda wakawaambia wazee wale ambao walikuwa karibu na baba yao, wakati baba yao alikuwa anajiongea. Na wale wazee wakaenda wakakutana na Yusufu na wakamwambia vile baba yao alikuwa naongea, kwamba usijilipishie kwa hawa ndugu zako. Wakamwambia Yusufu, baba yako alisema usijilipishie kwa ndugu zako, na wasamehe lile kosa ambalo walikukosea. Na kwa sababu walikutenda mabaya, sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako Yusufu, wa baba yako. Biblia inasema kwamba wakati Yusufu alipoambiwa, alipaswa ile habari, Biblia inasema kwamba Yusufu akalia waliposema naye, akalia. Unaona, ametoka kuomboleza, sasa tena wamemkuta pale, tena ameingia ndani ya kilio, akalia kwa kukumbuka mabaya yale walimfanya, kwa kukumbuka hawa bado ni ndugu zake tu, na hao ndio tu wametumana, na hao wanakumbuka yale walimfanya, vile walimtesa, vile alisahaulika kwao. Amekumbuka. Ndugu zake wakaenda tena wakamwangukia miguu, wakasema, tafadhali sisi tu watumwa wako. Maana wanajua, tukumbuke hapa, wanajua ya kwamba sasa hatuna mwingine anaweza kusimama na familia yetu. Sasa hatuna mwingine, sasa tutafanya nini? Tutaenda wapi? Itabidi sasa tunyenyekee. Wakanyenyekea, wakaanguka miguuni mwa Yusufu
Yusufu akawaambia, msiogope, je, mimi ni badala ya Mungu? Kwa sababu wamepiga magoti mbele zake. Anawaonyesha mnastahili kumpigia Mungu magoti yenu, sio mimi. Mlikuwa mnastahili kuenda mbele za Mungu mkaombe msamaha. Mlikuwa mnastahili mtangulie kwake Mungu mkamwambie kile mlifanya kwangu. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu alinikusudia kuwa mema. Aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Hiyo ndio majibu ya Yusufu, ya kwamba ndio mlinifanya kile mlinifanya nyinyi wenyewe, lakini kusudi la Mungu alikuwa kile mlifanya. Kusudi la Mungu lilikuwa lingine. Yusufu anawaonyesha kile mlifanya nilianguka mikononi mwa Mungu aishie milele. Jehova ndiye alinipokea wakati mlinikataa. Wakati mlinikataa, Jehova ndiye alinipokea. Na nikawa mikononi mwake Mungu, nikavumilia. Anawaambia, mlikusudia kunitenda mabaya, lakini Jehova alinikusudia mema. Alinikusudia mema. Wapendwa, tuangalie hii neno siku ya leo, tukaweze kuona ya kwamba Yusufu anaomboleza kwa sababu ya baba yake. Na tunaona hakujilipishia hata kwa ndugu zake, kwa sababu anajua, anaona yale matendo Mungu wa mbinguni amemfanyia. Anaona ule upendo Jehova anampenda naye. Sasa hana kubeba mtu. Anaona vile Mungu amembariki, hana kubeba mtu. Ona, walikuwa wanajizuilia kumkaribia wakimuogopa, lakini sasa wamepata kibali. Na Yusufu hana ubaya, maana ameinuliwa, ako kiwango kikubwa. Bwana Yesu atusaidie ya kwamba siku ya leo tukaweze kuona kwamba tulisamehewa, ndio nasi tuwe tunawasamehe wengine. Wanapokuja kutubu tunawasamehe. Haleluya. Maana nasi Mungu anatusamehe. Tumeshabarikiwa, tusahaulishwe na yale wametufanya. Tumeinuliwa hata kiroho, tukisahaulishwa na zile jeraha wametuweka. Mungu anatupenda ndio atusahaulishwe na yale tumeshapitia tukiwa wadogo. Kuna mtu ameshakuwa katika kuna mtu ameshafika hapo, hata hapa, ya kwamba kuna maisha ulipitia. Hata mimi kuna pengo ya hiyo maisha iko ndani yangu. Hakuna mtu anashughulika na wewe. Hakuna mtu anaweza hata wenywa kukunywesha tu maji. Hakuna hata wanajali ulienda wapi, unakaaga wapi, unakulaga nini. Lakini tazama, wakati tulianguka mikononi mwa Jehova na yeye akatupokea, maisha yalibadilika. Ya kwamba umeinuliwa, sio ujilipishie. Umebarikiwa, sio ujilipishie. Ni kusonga na mema ya Mungu. Usijilipishie kwa ndugu zako ukiona yale Mungu amekutenda. Ona vile Mungu amekuinua, hataki ujilipishie kwa ndugu zako. Wakija wakiwa na jana hawakukusaidia. Uliwaambia wewe ni mgonjwa, hata shilingi 100 hawezi wakakupatia. Hata chakula peke yake hawezi wakakutumia. Hata 2,000 za school fees hawezi wakakupatia. Lakini mshukuru Mungu, maana Jehova hakukuachilia. Jehova hakukubali uhaibike. Alikupokea na baraka zake. Alikupokea na msamaha wake. Alikupokea na ufalme wa mbinguni.
alikupokea ndani ya uponyaji. Hata sasa Baba wa mbinguni, kuna kitu kipya na kuja kutenda. Ndugu dada wanaweza kaa mbali, ukiwaomba wanasema hata sisi tunalia kama wewe. Lakini Jehova aishie milele, anapokuinua na wakuje kwako, usiseme sitawasaidia. Maana amekuinua ndio ajidhihirishe, amekuinua ndio ajitukuze. Haleluya. Watoto wako walikataliwa, walionekana wa mashida. Mungu anakuja kuwainua, na anapowainua wale watoto wa watoto wale ambao walikutesa, usiwahi wafukuza bila chakula. Usiwahi sema hapa hamtalala maana baba wazazi wenyu walitutesa. Usiwahi. Usifundishe watoto wako kujilipishia. Usifundishe watoto wako kujilipishia. Wanajua kile unapitia. Hakuna mtu anasema nitumie watoto wako wawili ndio usimame kwanza, ndio uinuke kiwango. Hakuna mtu anasema nitumie mtoto wako nikusomesee huyo mmoja ndio angalau ujijenge. Lakini uko mikononi mwake Baba wa mbinguni, na ukijiamini niko mikononi mwake Jehova asiyeshindwa, asiyepungukiwa, ambaye hakosi chochote. Hakuna wakati nagonjeka hata homa. Utaweka moyo wako nguvu, utapatia moyo wako amani. Ona uliangukia madhabahu ikakupenda, mbona usahau? Ona uliangukia, ulienda kwa mikono ya watumishi wa Mungu wakakupokea vile ulivyo, mtu ambaye hakuwa anapendeka. Ungekuwa wapi? Saa hizi ungekuwa wapi? Saa hizi ungekuwa wapi? Lakini tazama ulipopokelewa, kuna mambo yalifanyika ya kukufungua macho ya kwamba uko mikononi mwangu. Kuna miujiza ilifanyika ya kukuonyesha uko mikononi mwake Mungu wa mbinguni. Mbona tena ubadilike? Mbona tena uondoke? Mbona tena kuzoea? Mbona tena kutojari? Jehova akatusaidia. Kama Yusufu aliomboleza baba yake, na sisi je, tunaweza kunyamazia uponyaji wa Kristo kutoukumbuka? Tunaweza kuwa hatuna siku 3 ya kumshukuru. Tunaweza kuwa kwamba hatuna siku 4 za kumshukuru. Hautengi hata siku 3. Unamwambia nimekumbuka ule mtoto wangu, nimekumbuka. Ni wewe Kristo uliyenibadilisha. Ni wewe Kristo unayeishi. Nimekuja kunyenyekea mbele zako, nitoe dhabihu ya moyo wangu siku 3 nikikushukuru. Wewe ni kusema tu nikipata kitu nitaenda kushukuru, nikipata pesa nitaenda kushukuru, na hautoi maisha yako. Hakuna kusema nimejipatiana kwa madhabahu siku 3 nifanye kazi tu ya madhabahu. Mungu aone shukrani tu. Kuna kitu nitakuwa nikifanya aonage shukrani zangu, na sitakasirikia hiyo kazi. Nitaishi kumsifu bila kumkasirikia. Aonage tu hiyo dhabihu, aonage tu hizo shukrani tu, aonage tu vile ninavyompenda. Nitaishi kuombea kanisa la Mungu bila kukasirika, ili akaweze kuona kuna kazi nzuri alinifanyia bila kuchoka. Je, umekumbuka? Kuna mtu amekumbuka hiyo kazi amefanyiwa? Je, kuna mtu ameona hiyo kazi ya msalaba? Je, kuna mtu atamuokoa huyu Kristo, atamficha
asimalizwe na adui, maana wengi wamekubali Kristo aliye ndani yao auliwe na adui. Ni huyo ugo ni kuri andu merekereirie na makaneana Kristo oragwo ni thu atolewe ndani yao. Kuna watu wamekubali Kristo atolewe ndani yao. Tumalize na Matthew 9. No, Matthew 8, sorry. Matthew 8 verse 14. Matthew 8 verse 14. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamuona mkwe wa Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani, hawezi homa. Akamguza mkono, homa ikamuacha, na yakaondoka, akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake. Tunaona kwamba upendo ambao watu hawa walimpenda Kristo naye. Tunaona sasa heshima ya kumheshimu Kristo. Sasa wakati alipoingia nyumba ya Petro, kakuta mama ya mke wake amelazwa na homa kitandani. Biblia imetuambia kwamba Kristo kamshika mkono, ile homa ikatoweka. Na tazama upendo huu. Tunaweza sema homa ni kitu gani? Naamini ya kwamba hakuna mtu anaweza sema homa tu. Naamini ya kwamba hakuna mtu anaweza sema homa tu. Kile tunastahili kuona ni nini, wapendwa? Ya kwamba ile upendo walimpenda naye Kristo ilifanya waende kuleta wengi. Haleluya. Ile upendo walimpenda Kristo naye kwa kile ambacho ametenda. Maana wakati alipoponya mama wa mke wa Petro, iliwapendeza na wakaenda kuleta wengi. Hawakusema homa tu. Walienda wakalete wengi. Na ujue, ninaona ya kwamba kwa macho yangu ya kiroho, hawakuwaleta tu hivi. Waliwaleta wakiwa ndani yao wana imani hawa watu watapona. Wakamletea Kristo wengi, na ni homa tu imeponywa. Wakamletea Kristo wengi, naye Kristo akawaponya. Na tunapoangalia tunaona ya kwamba kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo. Kupitia ile homa, wakaleta wengi walikuwa na pepo. Na kwa sababu ya upendo ya kumpenda Kristo na heshima ile wamemheshimu Kristo, mpaka mapepo zinatoka ndani ya watu. Magonjwa tofauti inatoka ndani ya watu. Akinena neno tu, pepo zinatoka watu. Akinena neno tu, magonjwa ya hatari yanatoka ndani ya watu. Akinena neno tu, anafungua watu na wanakuwa na uhuru. Wale hawana amani wanapokea amani yao. Wale walikuwa wamenyang'anywa maisha wanarejeshewa maisha yao. Tukimpenda Kristo tutamletea watu wawaponye. Hatutaangalia watumishi wa Mungu, tunamletea Kristo. Ni Kristo tunamletea, yeye ndiye mwenyewe ndiye atakayewaponya. Tukimpenda Kristo tutamletea watoto wale ambao wako ndani ya kifungo, na wale ambao wame backslide, ili awarejeshe.
Tutamletea wale ambao wamechafuriwa hapa duniani ndio awasafishe. Maana sisi tunaweza kuwa hatuna uwezo, sisi kimwanadamu. Unaweza ukawa wewe hauna uwezo, lakini Kristo mwana wa Mungu unapomletea atamsafisha na atamfanya kitu kisafi. Haleluya. Kwa nini uogope hiyo? Kwani haumwamini huyu Kristo? Kwa nini usimletee? Kwa nini usimletee huyo mchafu uone kama atashindwa kumuosha? Kwa nini usimletee huyo unaona amefunganishwa na mambo fulani? Na Kristo anataka umlete sasa na umwamini, na mpelekea huyu Kristo atamsafisha. Na mpelekea Kristo huyu atamuweka uhuru. Na mpelekea Kristo huyu nikiamini atamponya. Na mpelekea Kristo huyu amechafurua na mapepo na atawekwa uhuru. Hawakuenda kumpelekea Kristo na kujaribu. Kuna wenye walipona, na hata kama kuna wenye hawakupona, naona hao watu walikuwa na imani. Hakupona leo, kesho atapona. Hawakuenda kusegenya, hawakuenda kuropoko kuongea mpaka wanachafuka. Hapana, hawakuenda kumuinukia Kristo. Wapendwa, kuna neno tena linasema ya kwamba Yusufu na Mariamu walipoona vile watoto wanauawa, malaika akashuka akawaambia, toeni huyu mtoto hapa na muende mkamfiche. Na wakaambiwa ni wapi wataenda. Wakachukua yule mtoto, maana Farao Herode ni kuua, anaua watoto vijana. Si tunakumbuka hapo? Na Mariamu na Yusufu wakachukua Kristo wakamficha. Je, unafichaga imani iliyo ndani yako isiuliwe na adui? Mtoto aliye ndani yako ama Kristo aliye ndani yako unamfichaga? Wakati unasikia hii maongeo ni ya kuua, si ya kuweka uhai. Wakati unaona watu fulani ni majaribu, je, huwa unaficha Kristo? Unasema kwamba hapa ni kuokoa Kristo, hapa ni kuokoa wokovu wangu, hapa sasa ni kuokoa. Ni nani huyu atajari ya kwamba Kristo nitamweka kuwa uhai milele ndani yangu? Sitakubali kumupatiana kama Judas alimpatiana. Sitakubali kupatiana Kristo kwa sababu ya majaribu. Sitakubali kumpatiana kwa sababu ya kitu fulani. Eti kwa sababu ndugu fulani hawaniongeleshi, kwa sababu dada fulani hawataki kuniona kanisani. Sitakubali kupatiana Kristo kwa hiyo. Sitakubali. Mimi sitakubali ati majirani watakai kuniona. Sitakubali kupatiana Kristo kwa hao. Adui hatamuua Kristo tena. Hatamuua Kristo ndani yangu. Maono yangu sitaipatiana yuliwe. Imani yangu sitaipatiana. Maombi yangu haitauliwa. Bwana Yesu atusaidie. Ni nani ambaye atasema sitapatiana Kristo akachafuliwe na uovu? Nasikia uchungu nikikumbuka kifo chake, nikikumbuka pale msalabani. Mimi sitapatiana Kristo kwa uovu. Sitapatiana Kristo achafuliwe na uongo. Sitapatiana Kristo achafuliwe na adui. Rafiki anatembea kwa nyumba yangu, tunaongea machafu. Sitakubali achafue Kristo aliye ndani yangu. Kama ni rafiki, heri rafiki ukufe, lakini nisikae na rafiki wa kuchafua Kristo aliye ndani yangu. Wapendwa, kama Yusufu alilia kwa sababu ya baba yake, hebu tukaweze kumkumbuka Kristo.
Hebu tukaweze kukumbuka ya kwamba haujapitia kile Kristo alipitia. Hatujapitia kile Kristo alipitia. Tukarejeshe mioyo yetu na kumwambia, sitatoka kwa magoti tena, sitatoka kukulilia tena, sitatoka tena. Wacha nikupende tu, maana upendo wako ni mwingi hata sijawahi fikisha kuota. Kristo, upendo unaonipenda naye ni mwingi. Upendo unaonipenda naye ni mwingi sana. Wacha nikuite, wacha nikulilie. Wacha nikuishie Kristo unayenipenda. Wacha nikunyenyekee Kristo. Mapigo yako yamekuwa yakiniponya, yakiponya watoto wangu. Utafakari hiyo mapigo yamekuwa yakikuponya. Tafakari tu, tafakari mwana wa Mungu, mapigo ya Kristo vile yamekuwa yakikuponya. Na ni mapigo, ni machungu. Kufujwa mbavu, hiyo imekuwa ikituponya. Tuitafakari. Tuitafakari tu, ili tukamtumikie milele. Ili tusigeuzwe na marafiki. Ili tusipate mahubiri mengine. Ili tukabodeshe mioyo yetu kwake Kristo. Ili kilio ya kulilia matendo ya Kristo isikose ndani yetu. Kilio ya kulilia mazuri na kushukuru mazuri. Tunapotafakari kofia hiyo ya miva, tunasikia kumulilia Kristo na kumwambia nisamehe. Mwambie nisamehe. Ukitafakari alikuwa msalabani, kitafakari kofia hiyo ya miva, kitafakari hizo viboko, kitafakari hiyo kofia ya miva. Namwambia Kristo nisamehe. Nisamehe. Nisamehe tu kila wakati ninapokukosea. Nisamehe hata jioni kile nitakukosea. Nisamehe hata kesho kile nitakukosea. Nisamehe hata jana. Nisamehe maisha yangu yote. Maana mimi kila dakika ninaweza kuwa ninakukosea mwana wa Mungu. Naweza kuwa ninakukosea. Nikipatwa na majaribu, huwa ninapiga kelele nikiona kana kwamba uliniwachilia. Nisamehe. Nisamehe, ninatubu. Ninatubu leo. Kule sijakubali kujazwa Roho Mtakatifu, naomba unitakaze, naomba unijaze Roho Mtakatifu. Ninapenda kupanuka, ninapenda kukutumikia, ninapenda kuendelea, ninapenda kuishi ndani ya ufalme, napenda kuwasamehe wengi, napenda watakapokuja kuchukua msamaha niwe tayari kuwasamehe katika jina la Kristo Yesu. Mimi peke yangu na mwili sitaweza. Naomba msamaha kwako. Naomba Roho Mtakatifu, njoo nisaidie nikavumilie yale ambayo yastahili kuyavumilia. Nisaidie nikaweze kuendelea kwa mapenzi yako. Nisaidie nikatumike kwa mapenzi yako. Nisaidie kuwa na mienendo ya mapenzi yako. Nisaidie kuwa na maneno ya hekima ya uwezo wako. Roho Mtakatifu, saidia hata watoto wangu. Saidia hata watoto wangu. Wageuze Roho Mtakatifu ili watumike kwa mapenzi yako. Roho Mtakatifu na nguvu ya kuwafanya kazi ya mikono yako. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ukiwa ndani yangu unanifungua macho kuona kile nastahili kufanya kwa nyumba yako. Unanifungua macho kuona kile nastahili kufanya kwa mayatima, kwa wajane. Unanifungua macho kuona kile nastahili kuwa ninaishi kufanya ya kukupendeza, ya kuinua sifa na utukufu wako, katika jina la Kristo.
Asante Yesu, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, mchungaji wangu. Asante Yesu, wewe ni Bwana, wewe ni Mungu pasua bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu tuliza bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe